Kwa kina na tendeti mtazamaji. Asante sana kwa wale wote ambao wamejiunga nasi kwa TikTok, pia Instagram, YouTube na Facebook. Karibu kwa taarifa ambayo tumeipea kipaumbele. Ni taarifa kuhusiana na kuboresha sekta ya kahawa, ambapo Rais William Ruto pamoja na viongozi wenza akiwemo Mutahi Kagwe, waziri wa kilimo, pamoja na naibu wake Kithure Kindiki na viongozi kutoka eneo la Kirinyaga wameongoza hafla ya kupiga jeki na kufufua sekta ya kahawa ambayo ilikuwa imedidimia zaidi tangu miaka ya jadi, ambapo Rais William Ruto ameahidi chungu nzima, ambapo amesema kwamba kahawa ni mmea ambao umeweza kuboresha uchumi wa taifa. Hivyo basi wakulima watakuwa na manufaa zaidi, watakuwa wakiweza kupata fedha ambazo zitakuwa zikitokana kutoka kwa kahawa hiyo. Hata hivyo, Rais William Ruto amepongeza na kupiga jeki mazao yote ya kilimo ambayo yapo nchini, akisema kwamba kila zao litakuwa linapewa kipaumbele, na zaidi ya yote ameahidi kuongeza zaidi utoaji wa mbolea kwa wakulima kwa bei nafuu. Na sawia na hayo, ameongeza pia mapato ambayo watakuwa wakipata kwa kila kilo ya kahawa na mimea mingine ambayo itakuwa ikizalishwa. Hebu tusikize Rais William Ruto alivyokuwa akizungumza na wakazi wa Kirinyaga kwa ahadi za mmea wa kahawa. Na ndio sababu hiyo niko na taarifa hapa nataka nisome, alafu nitawaeleza mambo mengine baadaye. Leo hapa Kirinyaga, katikati ya eneo maarufu la uzalishaji wa kahawa nchini Kenya, tunaanza ukurasa mpya kwa sekta ya kahawa na kwa kilimo na wakulima wa taifa letu la Kenya. Mpango huu wa kufufua kahawa kupitia kwa vyama vya ushirika ama cooperatives una lengo moja: kuhakikisha ya kwamba mkulima anapata pesa zaidi. Nyinyi mnakumbuka, ni kweli ama si kweli? Mimi nilisimama hapa Kirinyaga na niliwaeleza ya kwamba mkinipatia nafasi ya uongozi katika taifa letu la Kenya, nitabadilisha mambo ya kilimo, na kilimo itaweka pesa kwa mfuko ya mwananchi. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaeleze, kwa sababu kila kiongozi atapimwa na ile kazi amefanya. Ndio hapa Kirinyaga mnasema wera warie. Ni kweli ama si kweli bwana? Si ni kweli? Niliwaeleza ya kwamba nitafanya mambo manne ya muhimu kwa sehemu hii ya kilimo. Ya kwanza, nilisema nitahakikisha kwamba tunawasajili wakulima, ndio tuwajue, ndio tuwaelewe, na tujue mkulima nani anafanya kilimo ya aina gani. Leo tuko na orodha kamili ya wakulima wetu wote Kenya. Wakulima milioni 7.3 wamesajiliwa. Tukasema ya pili, ile maneno ya mbolea ambayo ilikuwa inasumbua wakulima. Mbolea ilikuwa inauzwa shilingi 6,000 ikielekea 7,000. Nikawaeleza nitaweka pesa ya serikali kupunguza ile gharama ya mbolea. Leo mbolea inauzwa shilingi 2,500 Kenya mzima. Nasikizeni wakulima wa kahawa, mimi najua hapo nyuma hakuja kuwa na mpango ya kamili ya sawasawa mbolea iweze kufikia wakulima. Nimeeleza watu wa KPCU, nimeeleza washirika wote, kwa sababu katika budget ambayo mimi naweka kidole kesho iwe sheria,